Machi 31. Jumatatu mwaka wa 2025, fursa ya injili ya wakati mmoja, Wakorintho wa pili 6:2. Kwa maana asema, wakati wa kibali changu nilikusikia, na siku ya wokovu nilikusaidia. Nawaambia, sasa ndio wakati wa neema ya Mungu, sasa ndio siku ya wokovu. Leo, wakati huu ni nafasi maalum ya kusikia na kushiriki injili. Na ninyi, Remnant, msipoteze kushikilia nafasi hii na kwenda mbele mkiwa na mambo matatu. Ni nini kinajumuishwa katika mambo haya matatu? Kwanza, shikilia nafasi uliopewa. Shikilia agano la Kristo, aliyemaliza dhambi na mauti ya kutengwa na Mungu na mamlaka ya jehanamu kwenye mlima Kalvari. Pia shikilia maagano ya ufalme wa Mungu na ujazo wa Roho Mtakatifu ambao ulitajwa kwenye mlima wa Mizeituni. Unapoanza kufurahia ahadi hii, baraka za chumba cha juu cha Marko zitakuja kwako kama zilivyokuja hapo awali. Pili, endelea kushikilia nafasi ambayo ulipewa kanisa. Zile kumbi tatu lazima zifanywe kanisani kwa mtu yeyote kutoka katika mataifa 237 kuja, kupokea uponyaji na kuwa viongozi. Kwa kuongezea, lazima uifanye ili zama ya wikendi ya siku 3 ifunguliwe, Remnant waponywe, wapate talanta zao na wajikite kwenye mkondo wa neno. 3, endelea kushikilia fursa ya mikutano. Mungu anatoa baraka za kukutana nawe kama vile alivyofanya katika Matendo 8 na towashi Mwethiopia, sura ya 10 na Kornelio, sura ya 11 na watu waliotawanyika waliokusanyika kwa ajili ya dhiki za Stefano, sura ya 13 kwa uongozi kamili wa Roho Mtakatifu, na Warumi 16 pamoja na wahusika wakuu wa uinjilisti wa Roma. Wale walioingia ndani ya agano walipokea majibu ya milele ambayo yalipita majibu ya miaka 100 na hata 1000. Shikilia agano leo na uombe ombi la agano. Mungu Baba, nisaidie nisikose nafasi moja ya kushiriki injili. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.